chaplain katika shule hii ya Akili Foundation tangu nilipoachiwa na ndugu yangu Mr. Lagat ambaye ni pastor wa sehemu ya Chepkumnya kwa sasa. Kabla sijarudi kuingia katika kazi ya Mungu, nataka niseme mimi ni mwenyeji wa Itiko location, kusaliwa, na pia nimeishi hapa kwa muda huo wote. Maisha yangu nimekuwa mtoto wa pastor huyu ambaye ni mzee marehemu Job Arap To pamoja na mke wake Esther To. Wamekuwa ni wazazi wangu wa jadi. Nilipomaliza shule nikaajiriwa kazi ya kuwa mwalimu wa wazee, adult education teacher. That was back in 79, mwezi wa 7. Nikashika mshahara wa kwanza. Mshahara wangu wa kwanza ulikuwa 566.50 cents. Na hiyo pesa ilikuwa mingi sana. Nikaruka kwa gari kwa sababu ya pesa hii mingi. Nilishika hiyo pesa Kapsabet, nikaenda mpaka Eldoret. Kutoka Eldoret tukakimbia mpaka Kitale, tukarudi tena. Ilikuwa ni kwa sababu pesa ilikuwa mingi na haikuwa na kazi. Jambo langu ambalo lilifanyika na ile pesa ni kwamba nilijiingiza kwa unywaji wa pombe pasipo kujua. Nikawa na marafiki wa kupenda pesa. Marafiki wale walikuwa ni marafiki wa mwisho wa mwezi. Mwisho wa mwezi ukifika tu wanakimbia kwangu, tunakimbia, tunatoa pesa, ndio tunakunywa. Nilikunywa sigara. Baadaye nikaoa, nikawa na watoto. Lakini punde si punde familia ikaanza kutorora kwa sababu hali ya pombe ilifanya kutoelewana katika familia. Baba yangu mzazi alisema nami kwa muda mrefu. Mama alisema nami kwa muda mrefu. Wenzangu wote walisema nami, lakini hakuna mtu ambaye aliweza kunishinda. Mpaka wakaniachilia. Mke wangu pia akaniacha kwa muda, akaenda akatafuta kazi Nairobi. Wakati huu nimeacha kazi, nimeingia kazi ya uchifu. Nikawa chief ambaye mke wake ametoroka. Tukakaa kwa muda zaidi ya mwaka moja, mwaka wa pili. Wazee wakafanya vita wa kijiji. Wakasema huyu mtu hawezi kuongoza kama yuko nyumba peke yake na hakuna mke. Na walipofanya hiyo vita, wakaenda kunistaki kwa Dio. Dio wangu akashangaa sana. Unajua Dio wakati ule alikuwa ni rafiki yangu. Tukawa tunakunywa naye. Na siku hiyo nilipostakiwa kwake, akakasirika sana. Kaandika barua na akaniletea kupitia kwa askari ambaye ni sergeant wa AP wakati ule. Hiyo akawa ameandika barua, "Can you come accompany this officer to my office immediately?" Nilipofika kwa ofisi wa Dio tu nikamwambia pole na kushukuru kwa kuniita, lakini nilikuwa kwa mkutano. Kanaambia, wewe hata usiseme na mimi, sijapata mtu kujua mtu mjinga kama wewe. Nikashirikwa na kustuka. Naye babangu kwa bahati mbaya akaaga dunia within the course of that month. Kwa hivyo tulipokuwa kwa sherehe, mzee mmoja kutoka mahali Simon anatoka, ambaye alioa from the same family of my father. Nilipokuwa nimekaa hivi, mzee huyo akasimama na kusema hivi, na huyu mwingine ambaye anaitwa Ngisirei yuko wapi? Mwambie asimame haraka. Nikasimama, akaniambia, unafikiri pombe ilikuwa imetengenezwa kwa ajili yenu? Mpaka umekunywa, mpaka hata unatumia kofia ya wenyewe kuchota busa. Hakuna kitu nilisikia kwa mazishi ya baba yangu. Maneno hayo ya huyo mzee ndio yalikaa kwa kichwa changu na ikanisumbua. Nilipokuja nyumbani nikaambiwa maneno yote kwamba mbona uliongeleshwa na hukusikia? Kwenda shika hiyo mkutano na ukae kwa hiyo mkutano. Kwa hivyo nikaingia kwa mkutano. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, mimi ndio huyo nasimama najitoa kwa Kristo ili awe Bwana mwokozi wangu. Hapo siku hiyo ilikuwa mwisho wa pombe. Lakini ikawa ni shida ya sigara. Sigara ikawa mimi nafuta sigara jioni baada ya mkutano. Naenda kufuta nyumbani. Sasa ikafika 3 months. 3 months ilikuwa imepeanwa kwa ajili ya kuhakikisha mimi nimekuwa tayari kwa ajili ya ubatizo. Kabla sijabatizwa wiki moja, pastor akanitembelea asubuhi. Akafika kwangu
Nikawa nimeingia katika msitu ulio karibu na kwangu. Nimetembea huko tu na sigara yangu ya SM, nimekalia kwa kiti, naanza kuvuta. Wakati tu nimevuta, pastor akaniita huku nyuma. Ngisirei, nimekutafuta sana. Nikamwambia pastor, asante kwa kunipata kwa hii hali. Hii sigara imenisumbua kwa muda mrefu na ningeomba kabisa unisaidie. Ndipo akapiga magoti pamoja nami katika msitu ule. Akaomba, Mungu, naomba umuondolee hamu ya kuvuta sigara mtumishi wako huyu, na kuanzia leo afanye kazi yako. Na kweli hamu ya kutaka kuvuta sigara ikagoma tangu maombi ya pastor. Na wiki iliyofuata mimi nikabatizwa. Na tangu siku hiyo, back in 1977, 87, mpaka saa hii sirejerejea nyuma. Tangu hapo I retired, but I'm not as tired as you may think, as you are seeing what I'm doing now. Ningali nasukuma kazi ya Mungu, nafanya kazi ya Mungu kwa nguvu katika Akili Foundation na pia katika kanisa langu la Job Arap Toi Memorial Church, ambaye kwa sasa inaitwa Itigo SDA Church. Mungu anaweza. Asante, Mungu awabariki.